الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نجري إن شاء الله تفسير يا سورة مريم. Tulisimama katika aya ya 65, lakini tutasoma aya ya 64 ili tuunganishe na 65. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wama natanazzalu illa biamri rabbik. Maneno haya tunasema Jibril muombe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba usione mimi nashuka kwa amri ya Mola wako mlezi ya Muhammad. Yani maneno ya kudekeza, maneno ya kunini, ya kuonesha mapenzi makubwa baina ya Jibril na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hatushuki sisi hivi bwana, tutashuka kwa amri ya Mola wako. Sisi wewe unakuwa hamu, unataka wakati unaotaka wewe. Lakini Mwenyezi Mungu anajalia ndio mtihani wenyewe, anataka subira yako. Usubiri mpaka tuposhuka. Yeye ndio anajua wakati munasibu gani wa kushusha wahi au kwa tadbir ya mambo yote haya yanayotokezea. وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ما بين أيدينا وما خلفنا, yalikuwa mbele yetu, yalikuwa nyuma yetu, na baina aina hii mbele na nyuma. Yani unachukua kila tadbir, utekelezaji wa mambo kwa amri za Mola Subhanahu wa Ta'ala zikitekelezwa na malaika kila wakati, tokea kabla binadamu hajaumbwa, tokea kuumbwa kwa ulimwengu wote walioumba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, na mambo yanatendeka, mambo ya kila aina, kila amri anayotaka Mwenyezi Mungu. Wa kila yawmin huwa fi sha'n, kila yawmin huwa fi sha'n, kila siku na siku yake kapangia mambo yake. Wa tadbir, kwa kuwakalifisha malaika kufanya hivi. Sikwambii kwa malaika wenye kushusha wahi, malaika wenye kutizama masala ya nini, ya mvua, malaika wanaokalifishwa kwa ajili ya kutoa roho, malaika kuombea watu, malaika kila aina, mambo mbalimbali yaliyopita kabla yetu sisi. Sisi tuko katika wakati wetu sasa, mama baina dhalika. Lakini yanayokuja Allahu alam, yaliyopita yote haya katika amri Mola, min amri rabbika. Wama natanazzalu, hatuteremki kwa kutekeleza maamrisho ya Mola tokea hata Adam hajazaliwa. Astaghfirullah, hata Adam hajaumbwa, tokea hata Adam hajaumbwa, ulimwengu unaendeshwa. Sisi tunasikia tu kwamba ulimwengu Mwenyezi Mungu katika kupanua tu, wa inna la musiun, kupanua tu yani subhanallah, tokea kuumbwa. Iko nasema aliumbwa ulimwengu huu kutokana na nini? Big Bang, kwamba mlipuko mkubwa, atom duchu kabisa ilikuwa isababisha nini? Mtawanyiko, explosion ilitokezea, mlipuko, na ukaanza kuumbwa kwa ulimwengu tokea mwanzo na hata kufika ililofika. Mambo chungu zima Mwenyezi Mungu anaamrisha malaika kufanya. Ukiacha kun fayakun, ndo amri yake kubwa. Yani kwa mwenyewe kapangia kila kitu kabla hata hajaumba kila kitu kipanga, na vyote vinatekelezwa kwa mujibu alivyopanga Mwenyezi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kufuta, hakuna kubadilisha, hakuna kutengeneza, hakuna, ila kila kitu. Wama tanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika. Yaliyopita, yaliokuwa sasa, yajayo, mambo ya duniani, mambo ya akhera, mambo ya kaburini, mambo ya kila kitu kwa Mwenyezi Mungu. Na ikiwa ni haya, wabadhalika wama kana rabbuka nasiya, yani Mola wako Muhammad hajakusahau. Ma kana rabbuka nasiya, Mwenyezi Mungu hana sifa za kusahau, si msahaufu abadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbus samawati wal ardh, kama aya ilikuja inafuatia juu, Rabbus samawati wal ardh wa bainahuma, ni Mola na mlezi na kupanga kila kitu, mbingu zote na ardhi, na bainahuma, na vilikuwa baina ardhi na samawati. Yote haya atakuwa kweli nasia. Yani katika kumpoza moyo Jibril, kumpoza moyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una shauku na wewe unataka wahi ushuke, na hamna. Wama kana rabbuka nasiya, Mola wako sio mwenye kusahau kukutekelezea yale yanayokuhusu wewe Muhammad. Kwa maana hiyo kwamba Mwenyezi Mungu
hasahau jambo lolote, kila kitu anafanya kwa wakati wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, makana rabbuka nasiya, vipi atakuwa nasia na yeye ndo rabbus samawati wal ardi wa bainahuma, kila kitu kakiumba, akasahau kutia chumvi katika chakula anatia baada ya kutoa kula. Binadamu, sifa za binadamu, yani katika kutengeneza chochote kile, ukisahau kitu wakati wake ushapita, wewe tena ukisahau kitu. Lakini binadamu, makana rabbuka nasiya, alikuumba mbingu na ardhi, kila kitu kwa hatua yake na utekelezaji apendavyo mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbus samawati wal ardi wa bainahuma. Kwa hivyo ikiwa ni hivi, wewe Mwenyezi Mungu amekutengenezea kila kitu ya Muhammad, jambo unaloamrishwa wewe ni kwamba ikiwa kila kitu umetengenezewa juu yako wewe, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza anayotaka yeye. Fa'budhu, basi mwabudu yeye. Wastabir, wasbir, wastabir. As-sabr huwa na subira kwa kila jambo. Wastabir, endelea kusubiri na kusubiri na kudumisha subra yako katika kufanya nini? Liibadati, katika kumwabudu Mola wako. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Musabara, kuhimizana, kila mmoja amhimize mwenziwe, kuwa na nini, imani ya kuweza kusubiri jambo lote linalokufika. Naam, uwe na imani ya kuweza kusubiri jambo lote linalokufika. Kwa hivyo amri ya Mwenyezi Mungu anambia fa'budhu wastabir liibadati. Yani wa Masri wanaosema man yakul lugmati yasma kalimati, mwenye kula tonge yangu namlisha, basi lazima asikie maneno yangu. Sheikh Kasim, karibu, anasema Sheikh Sharawi anapoelezea jambo hili, fasbir fa'budhu wastabir. Jibril anamuhusia nani? Anamuhusia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi dumisha katika kufanya ibada, fastabir liibadati. Nasema Sheikh Sharawi, madhal kujengea mbingu na ardhi na kile unachokihitajia, rabbus samawati wal ardi bainahuma. Kwa hivyo lazima umwabudu, anataka yeye ufanye hivi. Asema man yakul lugmati yasma kalimati, anayekula tonge yangu basi lazima asikie maneno yangu, hataki atoke akatafuta chakula kingine. Hutaki kufuata Mwenyezi Mungu, basi nenda katafute eneo jingine ukaishi ambapo Mwenyezi Mungu hajaumba. Fa'budhu wastabir ibadati. Hal ta'lamu lahu samia? As-samia maana mbili kama alivyoelezea. Samia kwanza min tasmia, jina. Hal ta'lamu lahu samia? Unamjua mtu yote mwingine mwenye jina kama la Allah? Kuna mtu aliyewahi kujiita Allah hapa? Kwa masanamu waliotengeneza wameita Allah? Hapana. Au kuna mtu aliyeita Rahman, aliyejiita Rahman kawa kadhab? Mpaka leo ukisema Musailima kadhab. Kwa hivyo hakuna hii challenge kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Atengeza ingekuwa kuna aya hii tu kuonesha uwezo wake na challenge yake, basi ingelitosha. Atafute mtu yote kama hodari ajiite kwa jina la Allah au Rahman. Haji kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kwamba hakuna mwenye uwezo wa kwenda kinyume na kauli ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini aliposema tabat yada abi lahabin wa tab, ataangamia na mikono yake inaangamia mwenyewe. Sayasla naran dhata, au si wamratu pamoja. Si wangelisema miaka 15 si mingapi alioishi baada hapo, baada kushuka aya. Mimi kama Qur'ani napinga mimi kama mzungu uongo, nasema yashhadu la ilaha illallah rasul. Hajeza kusema, si angeli challenge, angeli challenge dini, akasema uongo nyinyi, mimi sana naslimu sasa. Lakini mzungu kasema ataingia motoni na kaishi muda alioishi. Mmoja Gary Miller katika jumla za sababu ambazo zilizomfanya aslimu kwa Canada, anasema kila nikikaa nikifikiria itabati hii aya hii imeshuka na Mwenyezi Mungu ana challenge na kwamba Abu Lahab atosema mpaka atakufa, ndio akasema na ameishi miaka 15 asubutu hajaweza kusema. Hii dalili ya kuonesha kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na kadhalika
ana challenge Mwenyezi Mungu hapa kwa kusema hal ta'lamu lahu samia, kuna mtu yote aliyokuwa na jina hilo? Kuna masanamu yao wameita Lata, Uzza, Manata, Hubal, Yunani, Wadda, Suwaa, Yaghutha, Yauqa, Nasra, majina kila aina, yote majina masanamu yaliyotajwa katika Qur'an na mengi mengine. Lakini hakuna mtu, hebu niambie mtu asiamini Mungu alafu asemi najiita. Maana mtu anapoita jina anakuwa ni kitu kile, ni role model kwake, au kitu mimi namuita fulani kwa sababu babake alikuwa, kwa sababu alikuwa mtu shujaa, alikuwa hivi. Unaona wangapi wanaita Umar kwa sababu nini? Wanakumbuka sifa za Umar Khattab. Anapojiita Abubakar na muita mtoto wake kwa sababu ya sifa za Abubakar, au sio? Mtu akijiita akisema mimi jina langu Allah kwanza leo Rahman, kwa sifa ya Mwenyezi Mungu, mimi simwamini Mungu. Kwa hivyo hatojiita kwa kuchelea kwamba sijakaambwa, mbona mtumia jina lake basi. Kwa hivyo hawezi kutumia, na akiwa muumini hawezi kutumia jina la Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu sasa usijiite. Kwa hivyo itakapokuwa ya muumini ya kafir, haliwezi jina hal ta'ala. Unamjua yote mwenye jina hilo? Hakuna. Neno la pili min tasmiya, na maana ya pili samia bi maana sumu, utukufu. Arabuni kule Gulf kule Khaliji waheshimiwa wao wanaita sahibu sumu au as-sumu, bwana mheshimiwa. Sumu bi maana nini? Yasmu, yani anakuwa juu kabisa, utukufu. Hata leo kuna mtu yote mwenye utukufu kama wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamjua mtu mwenye sifa hizo, bi'azamati wa quwwati wa qudratihi. Kuna mtu mwenye sifa hizo? Hakuna. Kuna mtu aliyekuwa nadhiran lahu, mithlan lahu, mfano wake mwenye kufanana? Hakuna. Kwa hivyo hakuna yote mwenye utukufu kama utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla fi ula. Yeye aliyetimika, aliyekamilika kwa kila jambo, wa uluu sha'ni, na jambo lake liko juu kabisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam yakul lahu kufuwan ahad wa laysa kamithlihi shay. Kwa hivyo hii inaita maana kwamba ni hal ta'lamu samia, kuna mtu mithli ma Allah. Kwa hivyo laysa kamithlihi shay, hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jawabu yake swala ujibu hakuna mfano wake, hakuna mfano wake, hakuna mithli, laysa kamithlihi shay. Na kwa hivyo kwa kila jambo, kwa sifat zake, tunajua sifa 99 katika ayat asma Allah al-husna, kila moja inaleta sifa, na ziko sifa nyingine zinashiriki na binadamu. Unaposema Allah al-hayy, na binadamu yuko hai, lakini binadamu hawezi kuwa yuhi, uhai wake wa kutengenezwa na kupewa na Mwenyezi Mungu, lakini hayyu daim Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karim, insan karim, lakini Allah karim, al-karim. Karamu ya Mwenyezi Mungu ndio yenye iliyokamilika kabisa. Ukarimu wa binadamu kwa kupewa na yule aliyekuwa karimu. Kwa hivyo sifa za upeo wa nini ubinadamu, wenye nguvu na heshima, na sifa za mipaka aliyomkadiria Mwenyezi Mungu binadamu. Naam. Kwa hivyo Subhanahu wa Ta'ala hal ta'lam lahu samia inaita maana kwa utukufu wake au kwa jina lake. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. سؤال hilo sio? Binadamu anasema hivyo. Sasa mwanadamu husema wayakulu al-insan. Al-insan binadamu yote, kama kupiga mfano au unapotumika nas, watu kwa wingi, wanadamu. Lakini insani yoyote yule ambaye mwenye kukataa kuna kufufuliwa, mwenye kukataa, asiyekuwa na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atafufua watu. ويقول الإنسان الكافر
الذي يكفر بيوم القيامة وبالحشر والبعث، أنا كتاك ففوليوا نكوسانيوا نسكو كياما. ويقول الإنسان أنا سمع من رامو سمعني أيضا ما ميتو hivyo mimi nitakapokufa la sofa ukhraju hayya, ni kweli nitafufuliwa niwe hai tena? Yani anapinga, lakini jawabu imekuja nyepesi kabisa, nishakufa nitafufuliwa tena. Yani kwamba yastabidu, ana kama kitu muhali, haiwezekani. Shakufa tafufuliwa. Hebu kumbuka jamani, awala yadhkuru al-insanu, hadhukuru, hakumbuki mwanadamu. Al-insanu huyo alif lam metiwa. Kwa hiyo al-insanu huyo anasema hivyo, anaambiwa jawabu yako hiyo chukua. Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu, hakumbuki binadamu kwamba mimi nimemuumba kabla, nimemuumba kabla hapo, na ilhali walam yaku shay'a, ilhali hakuwa chochote na nimemuumba. Sasa jawabu unasema kwamba kufufuliwa, kwani mwanzo ulikuwa kwa duniani? Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku shay'a هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، mekuja wakati ambao hajawa mtu wa kutajwa kabisa. Kwa hivyo anaposema aya kwa insanu aidha mamitu mamitu la sawfa ukhraju, nitatolewa kaburini, nitatolewa kaburini baada ya kufa. Na qiraa iko akhruju, nitatoka niwe hai tena kama nilivyokuwa mwanzo. hadha yote qiraat ukhraju yetu sisi tusoma, na qiraa nyingine akhruju, nitatoka niwe hai tena kama nilivyokuwa hai tena. Kwa hivyo akhruj min hal al-maut ila an yakuna hayyan. Leo tukitazama kama tunakwenda katika surat Isra aya 49, 50, 51, tukirudi nyuma kidogo, aya 49 inasema nini? Inasema waqalu, wakasema aidha kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Waqalu, na walisema aidha kunna idhama, hivyo tutapokuwa mafupa, tutapokuwa mifupa tu, warufatan, na mapande yaliyovurugika, rufat, hivyo kweli la mab'uthuna khalqan jadida, tutafufuliwa tena kwa umbo jipya. Lakini inakuja jawabu lake zito sana. Yani tukishavurugika tushapotea katika ardhi, fa idha dhalana fi al-ardhi aina la fi khalqin jadid, katika sura Sajda. Tumeshakufa, tumeshakaukiana, tumeshapotea, tushachambuka shanini, tushavurugika, udongo umechukuliwa na upepo, umekwenda huku na huku. Halafu anasema Mwenyezi Mungu anambia qul kunu hijaratan au hadida, basi kuweni kama mnataka, hata mkiwa mawe, mkiwa chuma. Wewe binadamu nimekuumba na constituents zako 16, tunasema elements ambazo zinatumika. Ndani yake kuna hadid, chuma, ndani yake kuna mawe, silicon, ndani yake kuna minerals kadha wa kadha, zimo ndani ya mwili wa binadamu ambao ni asili ya soil structure yake, constituents zake, ina vitu kama hivyo. Na wewe uchukue peke yako silicon tupu, mlima mkubwa, jabali kubwa, kulkunu hijara au hata nini hadid, kuchukua ile mineral ya ferrum ilikuwa ya chuma kwa ndani yake, au bimaana kwamba hiyo maana moja kuwa wewe binadamu dhaifu, antum ashaddu khalqan min as-sama banaha,
au tazama anta lan tablugha aljibala lan takhluqa alard wa lan tablugha aljibala tula, huwezi kuchimba ukenda chini mpaka mwisho wa chini ndio ufika. Utafika sana hamna pumzi, kiza, hamna chote, huwezi. Utapambana na mawe, utashindwa kuvunja. Kwa hivyo wewe unatakabari ni binadamu wewe, huwezi kufika urefu wako kama jibali. Walan takhluqa al-ardh lan takhluqa al-ardh, huwezi kutoboa kaingia. Kwa hivyo binadamu dhaifu, hata ukiwa hijara au hadida, Mwenyezi Mungu sikaumba vitu hivyo, hawezi kurejesha tena. Kwa hivyo kunu hijara au hadida, kuwa madhubuti wa mawe, jiwe, kuwa madhubuti wa chuma, tutakufufua tena. Fikiria chochote unachoweza kufikiria, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Fikiria kiumbe chote, hata ukiwa hivyo nitakuletea kufufua tena. Umefahamika? Hata ukiwa hivyo nitakufufueni tena. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, fasayaquluna man yu'iduna. Jaulizo, wanasema nani atakayeturejesha tena? Qul alladhi fatarakum, sema yule aliyekuumbeni ndio atakurejesheni tena. Alladhi fatarakum awwala marra, aliyekuumbeni tena, aliyekuumbeni mara ya mwanzo. Na kuumbwa kwa mara ya mwanzo kugumu zaidi kuliko kurejesha tena. Anasema kwamba al-i'ada ashal min al-ibtida, kurejesha tena ni wepesi zaidi kuliko kule kuanzisha mwanzo. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, ni yeye ambaye anaanzisha viumbe, kuumba maumbile yote kaanzisha Mwenyezi Mungu na kisha atarejesha. Wa huwa ahwanu alayhi, wa huwa ahwanu alayhi, jambo hilo jepesi kabisa. Hii jepesi kabisa, usifikiri Mwenyezi Mungu kuna jambo kidogo zito kwake, kidogo nimzidi, lakini au zito sana haliwezi. Hadha kama wanavyosema fi urfikum antum ya ibn adam, ya bani adam, katika mfahamu wenu, katika uwezo wenu, katika makdira yenu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu anakufananishia huwa ahwanu alayhi, kwa vile namna akili yako itakapopitikia basi kwa Mwenyezi Mungu ahwanu alayhi. Kadri utakapofikiri kwa Mwenyezi Mungu kun fayakun, kwake hakuna masala kwamba ili gumu, ili kidogo zaidi kuliko hili gumu wake, hili jepesi zaidi kuliko hili. La, haya masala vipimo ambavyo kwa kudra yako ya binadamu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu wa huwa na alayhi, kukurubishia maana tu basi, wa huwa ahwanu alayhi. Ahwanu min jinginelo, jepesi zaidi kwa jingine. Sawa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida. Hebu niambie, toka kwanza kuumbwa Adam mpaka siku ya kiyama na watu wote wanakuja duniani hao, ma khalqukum wala ba'thukum, kuumbwa kwenu na kufufuliwa kwenu, hayo yote huwa ahwanu alayhi. Wepesi kabisa, kama mfano nafsi moja tu, ka nafsin wahida. Kukuletea, kukurubishia maana ya kwamba jambo lolote liko Mwenyezi Mungu kun fayakun, jepesi sana. Inna alayya hayyin, tunasema Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama ilivyokuja katika aya nyingine, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa, katika sura ya Yasin, anatupigia mfano, kachukua mchanga na vuruga kwa mkono. Wajatazum ya Muhammad, unajidai kwamba hii sisi baada tushakuwa kama hivi, tushavurugika, tushaozeana, tutafufuliwa tena. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Ramim bisha oza bishakuwa nini, ushavunda, usharibika, وهي قل وانبيه محمد وجيب وبوب كما جابوا يا بابا يحييها الذي أنشأها أول مرة. ينشئها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. atahuisha yule aliyoanzisha mwanzo. Sasa pima mwenye kurejesha tena na kuto nini na kuto kuanzisha kwa upya. Leo chukua mfano tu,
Kule kokoni niliona bodi tu limekaa ni Volkswagen zamani tupu, hamna chochote. Watoto wanapenya kwenye dirisha wanacheza wakitoka. Ala, baada ya muda nikaona pale pale mshaanza kutoa mawai hapo, kutafuta usukani, tukatoa wapi, katoa magurudumu. Hiyo gari ilikuwa na engine, katoa ikapachikwa pale nyingine, kila kitu cha kuokoteza huku na huku na huku. Halafu gari hiyo kaanza kwenda. Ala, yule asokuwa na factory kubwa kama walikuwa nazo huko nchi za developed countries, hana maana nchi kubwa kubwa huko wanatengeneza, wanayusha vyuma, wanafanya kila kitu na marobot yafanya kazi, anaunda toka mwanzo mpaka inakuja gari model yake kila kitu kamilifu. Sababu huyu mkuja asokuwa na hata kinini chochote, hana mashini yote wala hiyo, lakini kaunda gari. Kwa nini? Kwa sababu kapata bodi tupu ile, kaokotea vifaa vyote, spare part kila aina, akairejesha gari kenda. Sasa tunasema kuunda kwa mwanzo, Mwenyezi Mungu anasema kuunda kwanza iada ni wepesi zaidi kuliko nini ibtida. Al-iada ni wepesi zaidi kuliko mwanzo. Kwa hivyo وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه, ni jepesi sana kwake. نعم. وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Wasema shaka mafupa na mchanga hivyo tutafufuliwa kweli na wazee wetu watangulia hapo katika surati Waqi'a. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ومwanzo wa mwisho wote tutakusanywa pale wakati wake na pale pake maalum. Na nyinyi mlopinga, thumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukaththibun, mlopotea nyinyi, mlokanusha nyinyi, la akiluna min shajari min zaqqum, nende mtengea motoni mkate katika mti wa mzaqqum. Alafu yaquluna aina lamarduduna fil hafira idha kunna 'idhaman nakhira, tutarejeshwa tena kama mwanzo baada ya kishakuwa mafupa yaliozeana yashakuwa mchanga. Idha kunna 'idhaman nakhira tilka idhan karatun khasira, kurejeshwa tena huko basi tutakula hasara sisi kwa kejeli na stihzaa. Kwa hivyo tutakuwa hasara, tutakula hasara. Idha kunna idhaman nakhira qalu tilka idhan karatun khasira fa innama, tazama jawabu, fa innama hiya zajratun wahida, ukelele mmoja tu. Tushafanya hivi, tushakuwa hivi, tutakuwa hivi. Fa idhahum bisahira, wote watakusanya, utashtukia wako mbele ya haki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo inapokuja aya kama hii, fa warabbika, anaposema aya hii fa warabbika ya Muhammad, naapa kwa jina la Mola wako. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. أولا يذكر الإنسان, haisi hakumbuki binadamu kwamba khalaqnao min qablu, kabla hapo tulimuumba, walam yakun shay'an chochote. Fa warabbika, anaapa Mwenyezi Mungu kwa jina lake mwenyewe na kumwapia mbele ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia kiapo, kiapo cha Mola wako. Fa warabbika, viapo vingi tumeona kwa vitu walivyoviumba, walaili idha shaqa was-samai wat-tariq wa-zat, kwa hivyo. Lakini hapa fa warabbika, basi naapa kwa Mola wako ya Muhammad, kiapo kikubwa sana. Yule Sheikh alosikia maneno kama haya akasema nini? Walikuwa wakisema, wakisikia aya kama hizi na nyinginezo, anasema man aghdhaba al-jabbar حتى يقسم. من أغضب الجبار حتى يقسم. نحن يلوم غضبيش الله منك الجبار والله حتى يبقى حدي كوابا. ametuma cha binadamu. Zama imani zinafanya nini? Wanaofikiria upande gani? Fa rabbika, naapa kwa jina Mola wako. Mola wako mlezi, la nahshurannahum, si wao tu, washayatina pamoja. Jinsi ya kudhalilishwa kule kufufuliwa tena pamoja na mashaitani wenzenu, tadhlil.
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. كده كمان تصبير الدرس الجاي إن شاء الله. فبهذا نكتفي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.